Bwana Yesu asifiwe mtazamaji. Tunashukuru Mungu tena kwa siku ya leo kwa ajili ya kutupa nafasi hii kuwepo katika channel yetu ya Chumba cha Siri. Tukaribishe tena na wewe uwe pamoja nasi katika safari ya kuendelea kutafuta uso wa Mungu. Amen. Yaani kote hapa kuwepo katika Chumba cha Siri ili tujue neno. Amen. Na kulitenda na kukaa katika uwepo wa Mungu, lakini pia tupone katika eneo la afya, katika eneo la ndoa, katika eneo la watoto uzao wetu, katika amani. Pia huwezi kuwa na amani kama huna Kristo ama huna Yesu ndani yako. Kwa hiyo nikukaribisha sana uwe nasi mwanzo mwisho. Mwishoni pa tutakuwa na maombi mazuri. Ninaamini hautabaki hapo ulipo, utazidi kukua na kukua zaidi. Amina. Amen. Tumkaribisha Roho Mtakatifu mtumishi, karibu. Karibisha Roho wa Mungu. Tuombe. Tuingie kwenye mambo. Mungu wetu na Baba yetu, Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako mkubwa kwenye maisha yetu. Asante kwa wema na fadhili zako nyingi ambazo unaendelea kuziachilia kwetu. Asante kwa namna ambavyo Baba umeendelea kuwa pamoja nasi watoto wako, ukitushika kwa mkono wako wenye nguvu. Tumekuona ukitenda mambo makubwa na ya ajabu katika kila hatua za maisha yetu. Tunaendelea kushuka na kunyenyekea tukisiri rehema zako zisizokoma. Endelea kuwa pamoja nasi mwaminifu, ukitutetea, ukitupigania, ukitushindia hata katika yale magumu ambayo kwa namna moja au nyingine tunashindwa kuyaweza sisi wenyewe kwa nguvu zetu na akili zetu. Tunakushukuru pia kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambaye umetupa. Yeye ni muombezi wetu, tena yeye uomba kwa mzigo, kwa kubwata kule kusikoweza kutamkika. Asante kwa ajili ya neema yako ambayo inaendelea kudhihirika kila itwapo leo katika kila hatua za maisha yetu. Endelea kusimama upande wetu. Roho Mtakatifu utusaidie katika haya masomo ambayo yako mbele yetu. Asante kwa ajili ya kipindi hiki ambacho tena kinakuja kwetu kwa namna mpya, kwa namna nyingine. Tunatamani kuona tukivuka watoto wako. Tunakataa roho ya mazoea, kulizoea neno, kuzoea mambo ya kiroho. Tunakataa kabisa. Tunatamani kuona jambo la kiroho likiwa jipya kila itopo leo katika kila hatua za maisha yetu. Asante kwa mtazamaji, asante kwa sisi watumishi ambao Baba umetuanointi kufanya hiyo kazi. Tunaamini kabisa utakuwa pamoja nasi toka tunaanza mpaka tunaenda kumaliza. Ni katika jina lipitalo majina yote, jina la Kristo Yesu uliye Bwana na Mwokozi wetu, Baba tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Amina. Barikiwa sana mtumishi. Amen. Karibu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Irene. Amen. Somo letu la leo ni fupi lakini pana. Tunatoboa naamini. Amen. Lina mambo matatu ambayo ni muhimu sana kumsaidia mwanamke kuishi kwenye furaha, amani na utulivu. Amen. Katika maisha ya mtu awaye yote. Mimi niko na wanawake. Yaani wababa nyie mpo, tunawapenda, tunawaheshimu, tunasaluti, lakini niko na wanawake. Na mwanamke ana mambo mengi, lakini pia kumbuka vipewa pia majukumu mengi. Ndio maana tutaki kutoka sana. Tutembee naye yani mpaka pale ambapo tutasikia yani ile mzigo umeshuka. Wewe si umeshaanza kushuka? Na mimi nausikia umeanza kushuka. Au si? Naenda kwaje? Mzigo si umeanza kushuka wa wanawake. Sawa, kwa kweli sana. Na mimi nausikia umeanza kushuka. Kwa sababu hakuna kitu ambacho tumekiacha. Na bado tunaendelea. Bado Mungu anasema bado. Kwa hiyo hapa furaha, amani na utulivu. Haya mambo ukiwa nayo itakufanya mwanamke uwe na furaha, uwe na amani, uwe na utulivu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Asante Mungu. Tuambie mambo yako ya huyu mama awe muombaji. Hapo napiga makofi. Awe muombaji kabisa. Irene, hebu niambie, mama muombaji atakosa furaha? Haiwezi kukosa. Atakosa amani? Hawezi kukosa. Atakosa utulivu? Lazima apate utulivu. Sasa leo utasikia ndani yako tulia. Yes. Tulia. Sasa leo hatuna furaha, hatuna amani, hatuna utulivu kwa sababu sio waombaji. Una usikivu. Yaani tusemeje, ukawa si muombaji, si msoma neno. Yaani huna utulivu mbele za Bwana. Yaani umsikii Mungu huyu anasema nini na wewe. Sababu nakumbuka mama mmoja hivi alinipa ushuhuda. Kulitokea ugomvi nyumbani kwake. Na leo sababisha ugomvi ilikuwa ni wifi yake. Lakini mtoto ndo anaonekana yeye ndo si nisemeje. Yaani wifi amemsingizia mtoto. Kesi hizo zimeenda hadi kwa baba. Kwa hiyo mama yeye akawa ameitwa. Yaani ina maana jioni ile kwa kuna kama ile ni kesi, yani si ni kesi au ni kuombezwa. Akaambiwa anaitwa mama huko chumbani aje hapo sebuleni.
Kwa hiyo wakati anakuja amewaambiwa hivi, sauti namwambia nyamaza kimya. Okay. Yaani nyamaza kimya. Ni kweli kama nyamaza kimya. Hakugusa neno lolote. Baba Ameongea, amemaliza yote. Lakini kunyamaza kwake kimya alikuwa anaomba moyoni. Haleluya. Yaani kila kinachosemwa na baba kwa hasira, matusi, anafuta moyoni kwa damu ya Yesu. Asante Yesu. Akamaliza pale, akasema nilikuwa na hasira lakini namshukuru Mungu alinisaidia nikajikuta nimelala. Lakini alipolala kaota. Wakati alikuwa amekaa pale kwenye kile kiti, kulikuwa kuna nyoka ambazo zinatoka nje zinakuja kwa staili ya kupaa. Kwa hiyo sasa zile nyoka zinakuja, nyoka kubwa, nyoka ndamba. Kwa hiyo zinakuwa zinaning'inia kwenye kile, wanataka kumgonga yule mtoto sasa ambaye alikuwa anatumia kufanya uharibifu. Sasa nyoka zile zinapotaka kumgonga, anaonyesha yeye ana fimbo ndefu kuanzia hapo alikuwa amekaa mpaka kwa yule mtoto. Kwa hiyo alikuwa nyoka akitaka kushuka kumgonga yule mtoto anakuwa anaichapa zile nyoka. Akitaka kuja nyoka anachapa yule nyoka. Nikamwambia ungekuwa hujapata utulivu kumsikia Mungu, ungetokea nini pale? Mimi na jamii maneno, yani maneno ambayo ilikuwa narucha. Yani niwaambie hii tafadhali yake ni nini? Kwa sababu alirudi katika kuota. Yani kukarudia vile vile kama alivyokuwa. Yani mtu alikuwa amekaa. Sasa nikamwambia sawa, ina maana yale ilikuwa ni sumu ambayo ilikuwa inatumwa ndio kwa huyo mtoto. Kwa maana hiyo sumu ingemgonga yule katika mgongo kupitia nyoka. Huyo mtoto angeshikwa na hasira, angechukua majukumu magumu, angenena maneno ya roho ya mauti ndani huyo mtoto. Na baba kuelewa, hakuna mama kuelewa, hakuna mtoto kuelewa. Wana familia wote mnajikuta vurugu. Wakajiuliza huyo mtoto ana kiburi, mbona hakusikia? Babake ni babake tu. Kumbe ni roho imeingia kupitia ile maana. Sasa Mungu amekwambia nyamaza kimya. Ningesema wewe ungekuwa nyamaza, huyu mtoto ungempoteza. Mlango, adui mpata mlango kwa baba. Sasa Mungu bagi atabaki kuwa Mungu tu. Haizi kukuacha. Kwa hiyo wewe kama mama, si mama. Kwa sababu unajua baba anaanza kumgomeza mtoto, haishi kwa mtoto tu. Ataingia hadi kwako. Mbona na wewe? Anaingia hadi kwako. Yaani hauachwi. Sasa nikaona hapa kuna jambo la kujifunza. Kubwa. Yaani kubwa hata mimi angekuwa si muombaji, si wa kumsikia Mungu. Hiyo sauti ya Mungu najua ndani yako inakusemesha pole pole, nyamaza usiongee. Kubwa. Kwa hiyo mnyamaza mwanzo mwisho. Angefungua mdomo na yeye kwisha habari. Kungetokea vile. Ni kwisha habari. Kwa kweli wa mama atakuwa tuombe. Wanawake. Tukisema mama tutachagua. Wanawake tuwe waombe. Na Irene, haya mambo matatu yakiwepo kwenye ndoa zetu au kwenye maisha yetu. Yaani unajikuta yani kama umelala vile. Kabisa. Una shida yoyote, una changamoto yoyote. Kwa sababu jaribu linapokujia kwa wewe mwanamke, moja kwa moja utalikimbiza kwa Yesu. Yes. Yesu ndo msaada. Sasa tofauti huyo mwanamke muombaji na tofauti mwanamke ambaye si muombaji. Huyu mwanamke si muombaji, jaribu linavyomjia hata lipeleka kwa Yesu. Atalipeleka kwa mwanadamu au kwa mwanadamu. Au atalipeleka kwa mganga wa kienyeji. Kwa sababu vyovyote vile atahitaji msaada tu. Maana huwezi jua ni jaribu gani ambalo limemjia pale. Yaani unaweza kujikuta kwamba inaweza kawa ni jaribu la magonjwa. Inaweza kawa ni majaribu ndio hivyo kutokuelewana mpaka baba kwenye familia kwenye ndoa. Inaweza kawa ni jaribu la mtoto amekuwa ni uajabu wa kusikia, amekuwa kuingia kwenye ulevi, kwenye hizo tabia. Sasa watu wameingia kwenye maushoga, wameingia siku kwenye habari sio kwa gani. Inaweza kando wa kwako sasa hivi. Yaani hawa tunayozungumzia mtoto amekuwa shoga, mtoto amekuwa mlevi, amekuwa ni ovyo, haeleweki. Ni mtoto amezaliwa na mwanamke. Yes. Yaani amezaliwa na mwanamke. Sasa mwanamke anapata jaribu namna hiyo. Mtoto ni mkubwa. Huwezi kumwambia chochote akakuelewa. Na unamwogopa, maana mtu wa namna hiyo tayari kukupiga. Unaweza kufikiria mzigo wa namna hiyo unapeleka wapi? Utampelekea mwanadamu huyu atamfanya nini? Atawezaje kumzuia pombe asinywe? Sio rahisi. Mwanadamu huyu atawezaje kumzuia asivute bangi? Sio rahisi. Mwanadamu huyu atawezaje kumzuia eti asiwe shoga au asiwe, yani ni kitu ambacho ni kigumu. Kumbe unatakiwa mzigo umpelekee nani? Bwana Yesu. Pelekea Yesu. Unaambia Mungu ndio uliomuumba huyu mtoto.
Yeremia amesema nilikutambua. Ukisoma Yeremia sura ya kwanza pale kuanzia ule mstari wa 5 mpaka 10. Kuna kitu kizuri atakipata pale mtazamaji. Kwa hiyo kuna maneno anazungumza sema usiseme mimi ni mtoto. Kwa hiyo wewe mwanamke usikie sema mimi ni mdogo sana siwezi kuomba. Ama mimi ni mdogo unavyoomba. Hivyo unavyoomba. Mungu anasikia maombi. Mungu na anajibu pia. Kwa sababu mtoto unaye mamlaka. Yaani Mungu anajua kwa sababu sio alitupa. Ulimwambia mdai Mungu usilisema huyu mtoto ulimtakasa kabla hajatoka kwenye tumbo langu. Leo vipi? Mbona huyu amechafuka? Na amechafuliwa wapi? Nini kimetokea? Kitu gani kimetokea? Unaweza kujikuta unahangaika wewe bangi toka. Ndio alopanda hiyo bangi ndani ya huyo mtoto wako ni nani? Ni mlango upi ulipatikana huyu bangi kaingia kwenye maisha ya mtoto? Tuna kazi ya kufanya wanawake. Sio ndogo. Bwana atusaidie. Kabisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Andiko letu la ufunguzi. Yakobo 1. Mtazamaji una raha sana kwa sababu nahisi kila ukitaka kulisahau hulisahau. Unazidi kukumbusha. Mama Mungu akubariki sana. Amina mtumishi. Kwa kweli. Iweni watendaji wa neno. Iweni watendaji wa neno. Bado inatembea na hilo neno lina ukubwa sana. Amen. Lina uzito maana tuje kuliacha kwenye kipengele chochote hapa tunatembea nalo hilo neno. Iweni watendaji wa neno. Tukiwa serious kulitenda neno kweli. Watoto wetu watapotea. Yani nini watoto? Yani sisi wenyewe mpaka kabisa. Kwa sababu unavyoona kwamba matawi ya mfano wa mti. Yani mti umestawi vizuri, matunda yake yako vizuri. Ujue mizizi yake iko chini inaendelea kwenda. Na kuna maji. Sasa wewe mama ndio uwe mzizi. Ili uzao wako uwe ustawi kama uwe vizuri. Uzae kama mambo unapoona yamependeza. Mama wewe baki tu kwenye mzizi. Yani nyeshe mizizi hiyo mti usije kakauka. Ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Tuwe tuwe serious. Amen. Yaani tusimwache Mungu. Amen. Kwa sababu nilikuwa narudi tena nasema huwezi kwenda kushtaki mtoto wangu anakunywa pombe. Huyu askari hawezi kumwambia eti acha pombe akamsikia. Na askari ni nani kwenye maisha yake? Hawezi kumsikia kwa sababu hicho ni kitu ambacho kiko ndani ya moyo, ni rohoni. Sasa ukipigia magoti naambia sikiliza wewe pombe ambayo umeingia kwa huyo fulani. Taja jina pia wakati unaomba unamwombea huyo. Ondoka ninakung'oa kwa jina la Yesu. Ombea lakini Yesu huu mlango ulianzia wapi? Umetoka wapi? Kumbe mlango umeanzia kuanzia kizazi cha kwanza. Yamkini kizazi chako ni cha 4. Kumbe kuanzia kizazi cha kwanza kina huo mtihani. Lango hilo liko huko. Zimetembea mpaka kwenye kizazi cha ngapi? Cha 4. Sasa tujitambue yani au tujielewa mimi ni kizazi cha ngapi? Mtoto wangu anapomzaa hivi ni kizazi cha ngapi? Katika kizazi cha 3 hiki nilicho nacho hapa au kizazi cha 2 ama kizazi cha 3 hivi kwenye kizazi cha kwanza kulikuwa kuna nini? Unajua tukiwa wapeguzi vizuri katika ulimwengu wa roho tupati taabu kwamba ndo shida zinazotupata. Yaani haili sisi sio watu wa kuperuzi kutaka kujua. Nilimpenda dada mmoja, napenda sana kumuongelea. Alikuwa na changamoto ya ndoa, lakini mwisho wa saa akakupigia simu akakwambia nimefuatilia. Hii familia yani nilimpenda kwa sababu anajiuliza hiki ni yani huyu mwanamke shida kubwa kwenye ndoa ni mume wake kutoka nje ya ndoa kuoa. Yani tusema kuepuka na vimada nini wanawake wa nje. Vimada yani wewe sipendage majina. Yani kwa wewe mwanamke ambaye anajitambua usiitwe kimada au nyumba ndogo. Kuzi mtupu. Yani usiitwe hivyo kabisa. Hebu jitengenezee maisha yako. Lakini pia yani yani na akiwekwa huko lazima azae. Afu anakuletea watoto. Na wakati anapokuletea umeshashindwa na kule. Umegombana. Anawachukua na aleta. Anaanza tena kwingine. Sasa alichonifurahisha amesema ibidi achukue hatua kufuatilia kwenye familia ya huyu baba kuna nini. Ndio hicho mimi nilimpenda sana. Akagundua hii shida ianzia kwa huyu baba. Shida imeanzia huko. Kwa maana yeye sasa Mungu huyu tulionaye atakufundisha jinsi ya kutembea kuanzia pale ukiwa tayari kuvunja hiyo shida. Yani kuna vitu vimepandwa kwenye ukoo. Huwezi kuvitoa kwenye familia. Mambo yatoka. Kuna mtu mmoja katika kuomba naye, katika kuendelea kumwambia hili abadi tulifanyia kazi.
tukalifanyia kazi. Tukamuuliza Mungu. Kwa sababu ilikuwa inatokea kwenye familia ya kwao, wote wa binti wa kike, yani watoto wa kike walioolewa. Ifika mwezi wa 6. Mwezi wa 6 huo unakuta kama ni ugomvi unatokea, huyu amegombana mume wake, huyu amegombana, huyu amerudi nyumbani, huyu. Yani kuna vurugu fulani natokea. Hii inaenda. Unajiuliza, kwa nini iwe mwezi wa 6? Yeah. Tuingia kwenye maombi. Tumuulize Mungu swali nini? Ni kitu gani ambacho kinaendelea? Tukamkamata shangazi wake mmoja hapo katika ulimwengu wa roho. Na alikuja kwenye ndoto. Asema mimi ndo niloweka ile agano. Hili agano kwa ajili ya ndoa zenu, yani msikae kwenye ndoa. Na agano liwekwa mwezi wa 6 tarehe 16. Kwa hiyo ikifika hicho kipindi, nikasema dada wa kwanza vurugu. Kumbe Huyu vurugu. Yule vurugu. Kumbe ni agano, yani linaamka hizo roho. Yani wewe hujui kuna kitu kinatumwa pale kuja kuvamia kwenye ndoa. Nikamshukuru Mungu. Lakini katika kuingia kwenye maombi hicho kitu kijatokea. Asante. Kwa sababu tumengua sasa ule mzizi. Hiyo sababu ambayo inakuja kwenye ndoa. Sasa leo hauko tayari kuperuzi, hauko tayari kuona kwamba hii hali sio ya kawaida. Kwa hiyo ndio maana Ezekiel anasema namtafuta mtu mmoja atakayesimama wapi? Kutengeneza boma. Kwa maana hiyo sasa wewe ambao roho umepata neema ya kuelewa, ya kumuelewa huyu Yesu, au kutambua ama kutafuta uso wa Mungu, ama neema ya maombi, kujua kuomba, huyu mwanamke omba, kusimama kwake yeye atasababisha na ndugu zake wote wafanya nini? Watoke kwenye hicho kifungo. Kwa sababu nakuta vifungo vingi ni ya kwenye kiapo kwenye familia. Sasa kama ushangazi huyu anakuapisha, anaapisha watoto wa kaka wake wa kike wasiolewa au ndoa zao zivunjike warudi. Hivi ni nini sasa hivyo? Na bado yeye ni mwanamke. Hivyo wanawake, Mungu atusaidie sana. Mambo mengi alafu tunajifungia wenyewe baraka. Kabisa. Sababu unapomharibia mtoto wa mwenzako, ujue na wewe huwezi kuwa salama. Hebu Irene soma Mathayo 7:7. Amina. Mathayo 7:7 ni neno ambalo lipo sana, linazungumzwa sana na linaimbwa sana, na sijui kama watu wanafanyia kazi. Ni neno ambalo kwa kweli maandiko yake haiwezi kutoka kwenye kichwa chako. Mungu atusaidie. Mathayo 7:7 nitaenda mpaka labda mstari wa 13. Nitaenda mpaka mstari wa 12. Okay. Sijui walikuwa nataka kutuambia nini pale, lakini mimi na mimi nikaongeza pale. Wewe unaniambia mstari 7:7. Na Mungu anasema ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ombaye hupokea. Naye atafutaye huona. Naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimuomba mkate atampa jiwe? Au akimuomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Basi yeyote mtakayo mtendea. Naomba nisha 11. Naomba nimalizie. Nimepapenda. Basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo. Haleluya. Amen. Irene, kama unataka mambo mazuri kwako, hebu watendee na wale mazuri. Kabisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu wewe huwezi kusema ati watoto wangu wasome, waolewe, waoe, yani unatakiwa tutoke tu baraka. Alafu wewe hapo unamloga mtoto mzima. Yani wewe hapo unataka kizazi chako kisimame katika nafasi nzuri. Wa mwenzao na waroga. Unaweza kufikiria kwamba hiyo vita hiyo simu naipandikiza kwa itaacha kurudi hapo kwenye familia. Inarudi. Kwa sababu yule ni mwanadamu, kama yeye haombi. Hata yule ambaye hata haombi. Wanaweza kusema, huyu mtu aliyefanya baya kwa mtoto wangu urudi. Unarudi. Ndio maana mimi mtumishi mara nyingi nimependa kukwambia tusithubutu kufanya ubaya kwenye maisha yetu. Hata mtu akuumize namna gani, wewe tenda mema. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mama, mwanamke unayetusikiliza, unayetutazama, tunaomba. Uwe muombaji. Ukiwa muombaji utabeba mengi, na ukibeba mengi tena yasiyo ya maumivu. Kwa hiyo utaruhusu furaha, amani na utulivu kwenye ndoa yako. Bwana asifiwe. Neno la pili, awe na neno la Mungu ndani yake, ili furaha, amani na utulivu viwepo kwenye ukiwa muombaji huwezi kuacha kusoma neno. Sasa kuna wengine
ni kuomba anaomba neno kwa kuimba tu sasa. Yeah. Wewe unaomba kwa kuimba tu sasa, kwa sababu huwezi kumdai, kwa sababu kama vile Mungu amesema ombeni mtapewa. Mungu ameniambia hapa niombe utanipa. Nisaidie Bwana. Naomba nipe hili. Mungu anasema hivi. una hata wewe kama kikumbushio. unaombaje lakini huna kikumbushio kwenye maandiko. Aya, unampiga huyo adui, huna nyundo. Unasema na kuchoma moto. Moto umeutoa wapi? Hujasoma neno. Uko wapi wa moto? Unasema ninamchinja kwa upanga. Upanga uko wapi? Umeona hujaniambia, anaweza kukuuliza, upanga uko wapi? Kwa sababu unavyosema katika jina la Yesu nakuja mbele zako nachukua upanga, ndio upanga uko wapi? Tunaomba utusaidie, upanga uko wapi? Pasipo kusoma neno upanga hutauona. Sio rahisi. Pasipo kusoma neno nyundo hiyo hutaiona. Pasipo kusoma lazima uombe kwa kukoti maandiko. Suli uko hapo. Yayusha, yani tupa huo pepo, angusha. Kitu ambacho kinajengwa kwenye labda kwenye shamba. Peleka huo pepo, angusha hizo roho ambazo zinatumwa. Upepo mchafu ambao unakuja kuleta uharibifu kwenye zao la kwako. Tuma. Sasa wapi? Hebu soma Wakolosai 3:16. Yani sawa hivi yani sijui kwa nini hapo. Naomba Mungu anisaidie vizuri hapo. Na ilinisaidia paka na mimi niendelee kusoma neno zaidi na nielewe. Yani ni kama vile unabeba, ndio. Yeye unavyoomba ni sawa vile unasema unamdanganya mtu umebeba ndoo ama sufuria, unasema kuna chakula huku, kumbe ni yani sufuria haina nini? Haina kitu mle ndani. Yani ndoo haina nini? Haina maji. Lakini mtu akibeba unajua kabisa wewe labda una maji, kumbe ndani hamna kitu. Kwa Mungu atusaidie sana. Hakika. Bwana asifiwe. Amen. Nisome mwenyewe hujaipata? Nini hiyo? Wakolosai 3:16. Na hisi siipata. Karibu kama ipata. Neno la Mungu linasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni. Naomba niishie tu hapo. Anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Hapo linakaa kwa wingi? Ndio hapo linakaa kwa hekima. Kwa hiyo ili neno likiwa kwa wingi ndani yetu, lazima furaha iwepo, lazima amani iwepo, lazima utulivu uwepo. Sasa una neno, hivi vitu vinakuwepo? Hamna. So vinaweza pia labda unaweza kaenda kwenye labda kama semina, unatamani yani na wewe unajua kuomba, lakini hujui akitadumu kwa sababu wewe hauko serious. Nipe tano. Yani asante. Ni kitu ambacho si mazoea yako, sio nature yako. Lakini hicho kitu ambacho unachonayo, yani haijalishi mtu ana namna hiyo, maombi yake yanakutafuta. Lakini ukiwa mwombaji, neno limejaa ndani yako, hata kama yani kitu gani kimekuja usiku, yani kupotea kuomba hutapotea. Huwezi kupotea. Katika jina la Yesu. Mungu ameniambia, umesema yani nyewe watesi nyewe. Ninakuja katika labda Zaburi ya 35. Umesemaje? Pigana nao. Hebu pigana nao Yesu, pigana. Nimekuja yani nakwambia hivi nitawadunda na kuwapiga kwa sababu ninaye kiburi, kwa sababu ninaye lungu la Yesu. Nitawapiga tu. Na yani kuupiga kati Mungu roho lazima wapate, kwa sababu siwezi kutamka kitu ambacho ni cha uongo. Yani ni neno la Mungu ambalo limefanya nini? Linajaa. Mimi kuna mtu alifanya vurugu, sijui ni vurugu sijui ni nini. Alikuja kwa namna fulani. Nikamwambia sasa nitakuonyesha kwamba nimekuona. Hakutaka hata kuniangalia usoni. Bwana asifiwe. Amen. Mungu atusaidie. Lakini unajua ukiwa mtu wa rohoni, ukiwa mwombaji vizuri, taarifa zote katika ulimwengu wa roho unazipata. Lakini ukiwa si mwombaji, na ukiwa mwombaji wa kuiga, mwombaji wa mdomoni sio rohoni, ukae vizuri pia. Usiige. Nilikuwa namsikiliza mtu mmoja anasema wamama yani tuna hali fulani ambazo tunaenda sehemu ndo kama hivi tunavyoendelea na maandalizi ya eka za kina mama. Tunaenda sehemu yani tutafika pale, tutaimba, tutarukaruka, tutafanya nini, tukimaliza tumeacha hapo. Umerudi na changamoto zako zote nyumbani. Akasema sasa hiki kitu wa mama mnatakiwa mpone. Kana alikuwa mwanaume anatuambia stress zote. Anasema tunatakiwa kila roho ambayo imekuvalia katika ulimwengu wa roho, inayekuzuia kusonga mbele kwenye maombi, inayekuzuia kusonga mbele kwenye kusoma neno, inayekuzuia kupata amani, yani vua. Lakini usipovua wewe na Yesu wako, unategemea hiyo nani aje kuvua? Mimi nitajeje kukuvua hapa? Sio rahisi. Kwa sababu kukuvua kwangu mimi yani na kuvua kupitia Mungu ambavyo ananitumia kuombea, kukueleza sema 1 2 3. Sasa kama ufati, hauko tayari kuomba, inakuwaje pale?
Na una neno ndani yako. huna neno ndani yako. Mwisho siku Mungu unajikuta wewe ni atusaidie. mlango wa uharibifu sasa. Unajikuta wewe unakuwa ni mlango wa uharibifu kwa mabinti wa watu, mlango wa uharibifu kwenye ndoa za watu, mlango wa uharibifu kwenye eneo, yani unakuwa ni mlango wa uharibifu kwa sababu ndani yako huna Yesu, huna neno, huna maombi, huna chochote kile. Sasa na Mungu amesema miili yetu ni hekalu la nini? Roho Mtakatifu. Sasa wewe hekalu lako ni la nini? Na kama hauko serious. Kwa hiyo itakuwa sasa ni hekalu kukaliwa na shetani sasa kukutumia kufanya vitu vya ajabu. Kufanya uharibifu, kufanya ubaya, kufanya hila. Mungu atusaidie. Neno la Mungu na likae kwa wingi ndani yetu. Natamani hili neno yani likae, yani likose hata mahali yani lijae, si ndio Irene? Yani kama ingekuwa ndio hivyo yani unatamani kusoma Biblia au kaambiwa yani kujifunika Biblia ndani ya dakika 10, 15, 20 neno langu utakuwa umelishika yani hizi ingekuwa nalala kama nimejifunika kama blanket. Sasa natamani sana neno la Mungu likae ndani yetu kwa wingi. Tunaambiwa kwa wingi. Kwa wingi. Ina maana kama unalo kwa uchache bado kwa wingi. Hebu hili nisomee Mithali 35 kama utaiona haraka. Mithali 35. Mithali 35. Na Mungu anasema kila neno la Mungu limehakikishwa. Yeye ni ngao yao wamwaminio. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Ina maana hili neno liko very smart kuhakikisha sisi wote ambao tumemwelekea Mungu linatushindia kabisa. Sasa leo tumejikosesha amani, tumejikosesha furaha, tumejikosesha matumaini, tumejikosesha vitu vingi kwa sababu neno la Mungu halipo ndani yetu. Kabisa. Kumbe tukiamua kulivuta, tukiamua kulinyonya. Mimi wanaambia watu neno toa humu, weka hapa. Toa kwenye maandiko kama gazeti. Alafu watu wengi Mungu anasema neno lakini ninakoli na kama mtu amesema gazeti sasa hiyo sio. Lakini pia wanakumbuka kuombea Biblia kwenye makaratasi. Lakini Biblia hii imetengenezwa pia na mwanadamu pia bali. Neno la Mungu lakini limepangiliwa na mwanadamu ikatengenezwa tukauzi wewe Biblia. Huyo anayenunua Biblia dukani anakumbuka kuiombea Biblia yake. Si wachache sana. Au hawapo. Tunawakumbusha watazamaji. Tukinunua Biblia iombee kwa sababu unapoinunua inakuwa ni kitabu. Umesikia? Unapoinunua inakuwa ni kitabu. Lakini ukiombea inakuwa ni Holy Bible. Bwana asifiwe. Biblia hii ni moto. Yaani hizi ni moto kabisa. Kwa sababu au labda huko wanakoziuza wanakuwa wameziombea. Kuna ushuhuda mmoja hivi nataka kutoa kuhusu habari ya Biblia. Sasa mimi nilivyokuwa pia nimepata kusema kweli si mchezo. Kwanza nakumbuka hata yule kijana alikuwa tunamuombea. Nilishachoka na kuomba pale maana nimefanya huduma nyingi sasa kufikia mahali akasema kwanza kwa jina la Yesu tu mapepo chaji. Nikasema sasa hapa hivi kwa kweli yani kwa kweli nimechoka kama mwanadamu njia naye inaniuma. Nilichofanya nikafanyaje? Nikachukua Biblia nikaiweka nikaona na nikasema kumbe Biblia nataka kunichosha tu. Nataka kunichosha tu. Wakati Mungu mwenyewe huyu hapa haya. Nikasema kumbe si mchezo hapa. Kwa hiyo jamani Biblia zetu zinakuwa ziwe za moto kabisa. Bwana asifiwe. Amina. Barikiwe mtumishi. Tunamaliza. Jambo la 3, ajiepushe na mambo ya kidunia. Huyu mwanamke anayetaka mambo ya dunia ni mengi. Furaha, amani na utulivu. Ajiepushe na mambo ya kidunia. Ila kujiepusha 100% hapa nafasi kubwa. Ngoja kwanza niseme kidogo hapa. Mambo ya dunia ni mengi. Kujiepusha 100% ni ngumu. Ila ninachokushauri hapo apunguze. Mimi nasema ajiepushe. Kwa sababu gani? Vitu vya dunia hivi vipo. Ndio. Una duka utaenda kuuza, utaenda kununua, utaenda sokoni, utachanganyikana na wanawake wenzako, utaenda kwenye vikoba si vikoba vingi. Yaani kuna vitu vingi ukianza kutafakari ni vingi sana. Yaani vingi. Vyote hivi ni vya dunia. Lakini ukisema niache 100% ni uongo. Mimi ninachosema tupunguze vile ambavyo havina msingi sana haribia muda wetu wa kuomba, si kufanya yani vile ambavyo vinatukosesha amani, vinatukosesha vinaleta karaha mpaka kwenye ndoa. Acha. Hebu nisomee Warumi 12:2. Wewe unayeniambia hivi, nisomee Warumi 12:2. Kazi nimeipata hapa. Hako. Unajua Irene, tumeyapa nafasi sana mambo ya kidunia. Sana. Tumeyapa nafasi sana. Tungejikuta hii Warumi 12:2. Hii nafasi ambayo tumeyapa mambo ya kidunia tungeiweka kwa Mungu. Tungejikuta Irene tuko mbali. Hatuna vilio vya namna ile.
hatuna maumivu ya namna ile, hatuna majonzi ya namna ile. Kwa nini? Tuko kwa Mungu ambaye anajua maisha yetu yote na yuko tayari kufanya kwa ajili yetu. Neno Mungu nasema katika Warumi sura ya 12 mstari wa 2 nasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu mpya, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na kukamilika. Hebu rudia tena. Na Mungu nasema Warumi 12 sura ya 12 mstari wa 2. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana asifiwe. Amen. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Dunia hii ina mambo mengi sana kama ulivyosema. Tunaonywa tusifuatishe. Kuna vingine hadi si lazima ufanye kabisa, sio lazima. Si ndio? Dunia inakuwa na mambo mengi, si lazima. Inakuwa unaweza ukaona kama hili lazima niende, sio lazima uwepo kwenye hilo kundi. Sio lazima. Heka. Huko kwenye kundi ambalo watu wana kazi zao, wana ajenda zao, wana mambo yao, kusababisha pia unaingia kwenye naenda huko nakuta watu wamevaa nguo hazieleweki na wewe umo. Hapa tunaambiwa usifuatishe. Kwanza wana sare zaidi si ngapi? Sifuatishe. Alafu wenzao na hela kushona, wewe unabaki tu kukopa. Unaishia wapi hapo sasa? Umeona? Kwa hiyo kwa sababu lazima uende nayo pamoja, wasikuache. Sasa mwenzio anachukua hela yake anashona, wewe unakopa. Ndio ndio utakuja kunirudishia gari. Haya, soma Warumi 8:5-9 hadi 9. Amina. Warumi 8:9 inazungumza habari ya anzia 5. Warumi 8 anzia 5. Na Mungu anasema, kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale wafuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kutii. Wale ufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, nyinyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Bwana asifiwe. Mimi sina cha kuongeza. Naongeza nini? Kwa hiyo kwa kweli neno la Mungu nimejieleza vizuri kabisa. Huwezi kuwa mtu wa dunia afukaeti mtu wa Mungu. Yaani sio nisemeje? Kama neno la Mungu tuambie hivi, yani huwezi kumpendeza Mungu ukiwa ni mtu wa dunia. Yani unayataka yote. Mungu unamtaka, dunia unaitaka. Ina maana wewe kama vile nusu. Wafika mahali nyoka tu kwenye yale ambayo Mungu amekuelekeza. Unajua tuna maelekezo humu. Lakini ukisoma mfano mstari wa 14. 14 pale nasema, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo tuongozwe na Roho wa Mungu, tutakuwa wana wa Mungu, tutampendeza Mungu. Amen. 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 Basi tuishie hapo. Mungu alibariki neno lake. Amen. Amen. Tuombe kwa ajili ya Mungu tusaidie tusome neno. Likae kwa wingi ndani yetu kama maandiko yanavyozungumza. Lakini pia tuwe waombaji. Tuombe, tusichoke kuomba. Yaani wanawake tubebe nafasi kubwa katika neno la maombi. Lakini ujiulize swali ya mtazamaji, jiulize, kwani mimi si muombaji? Yaani kwa nini mtazamaji? Yaani natamani ajiulize swali kwa huyu ambaye si muombaji. Wapo ambao wanatutazama wote ni waombaji, lakini kwa yule ambaye si muombaji, hebu achukue hatua. Jitie nguvu, jitie nia. Achukue hatua. Na awe tayari. Ona namna unavyo tayari kuomba, taomba. Kuomba ni maisha. Kuomba ni kila kitu. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru sana Bwana Yesu. Asante kwa ajili ya sisi wanawake. Haujakubali ukatuacha tukapotea. Ndio maana Mungu anatufuatilia sana. Asante kwa sababu Mungu unasema na sisi kwa wingi sana, Mungu wa mbinguni. Yesu tusaidie tukaelewa pia Bwana.
Yamkini tunakaa tunasikia tu kama story alafu haturudi nyuma tukajichunguza, tukafanyia kazi hili ambalo tunaelezwa. Ninatubu nikiomba rehema kwa ajili ya macho yangu, kwa ajili ya masikio, kwa ajili ya ufahamu. Unisaidie Bwana niweze kuelewa na mtazamaji aweze kuelewa. Mtazamaji pia Mungu wa rehema mpe nguvu, uweza na mamlaka. Kwa yule ambao hajajua kuomba, msaidie ili aweze kuomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Lakini Mungu, Biblia hii tumekuwa wagumu sana kusoma. Tufungue ufahamu, tupe uelewa, tuelewe pia tunaposoma neno hili tuweze Mungu wa rehema kulishika na kulitendea kazi. Na wewe Mungu umesema tukiishi katika maisha ya dunia hii hatuwezi kukupendeza wewe Bwana. Utusaidie ile kiu na ile tabia na hizo roho ambazo zimeingia kwenye maisha yetu ya dunia, tunakataa kwa jina la Yesu. Tunavunja hizo roho, tunavunja kila roho pinzani ambayo imesimama kwenye maisha yetu, inetuzuia kuomba, inetuzuia kusoma neno, inetuzuia kusimama katika msingi wa kwako wewe Kristo. Tunakataa hizo roho zote ni katika jina la Yesu Kristo anazo hai. Tusaidie Roho Mtakatifu, wewe ni mwalimu wetu, kiongozi wetu. Utuongoze katika hatua ya kusoma neno, utuongoze katika eneo la maombi, utuongoze Yesu Kristo jinsi ya kuishi kutulia Yesu kwa Kristo. Asante kwa sababu uko mahali hapa Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo anazo hai. Tunakataa roho ya kuvutwa, roho ya kurudishwa nyuma. Tunakataa mawazo mabaya yanetujia kwenye ufahamu wetu, kwenye akili zetu, ya kututoa katika uwepo wa Mungu. Tunakataa. Tunakataa tamaa zimekuja kwenye maisha yetu. Tamaa za mwili tunazifuta, tunakataa. Tunazinyamazisha kimya kwa jina la Yesu Kristo anayetuto hai. Tunanyamazisha kimya tamaa za mavazi, tamaa za vyakula, tamaa za fedha. Tunanyamazisha kimya katika jina la Yesu Kristo anayetuto hai. Tamaa ya fedha ndio inayopelekea kuishi maisha ya dunia, kumsahau Mungu. Yesu tusaidie katika jina la Yesu Kristo anayetuto hai. Mungu tuhurumia, tusaidie Bwana. Yesu tutengeneze sisi wanawake, tutengeneze. Na tuko tayari Yesu tutengeneze. Ni katika jina la Yesu Kristo anayetuto hai tunaomba. Yesu, kwa ufupi, kwa uchache, ninaamini Mungu umesikia maombi haya. Tusaidie ili tuweze kujua na kuweza kuomba zaidi katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amina. Asante sana. Barikiwe. Amina. Asante. Asante sana mtazamaji, tunakushukuru sana kwa sababu uko pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usiache kufuatilia kipindi hiki ndani ya Chumba cha Siri, lakini pia usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kucomment, usisahau kushare ili uwe pamoja na sisi. Lakini pia yamkini pia unatamani uwepo na wewe katika Chumba cha Siri. Kuna kitu unatamani kumwambia mwanamke, kuna kitu unatamani kumwambia baba. Tunakukaribisha, karibu sana. Amina. 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 Barikiwe sana. Amen. Amen.